Kiswahili, maadhimisho ya Kiswahili yatafanyika jijini Paris, Ufaransa. Kwa nini Paris? Ziko sababu mbalimbali. Kwanza, shirika la utamaduni la sayansi na utamaduni la dunia UNESCO liliipitisha siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 kwamba ndio siku itakayoadhimishwa kimataifa kwamba ni siku ya Kiswahili, na kuna sababu zake. Kwa hivyo sasa ni heshima kwa Tanzania wale ambao walipeleka hilo wazo, na baadaye likapitishwa kwamba turudi kule Ufaransa, ambako kwa kushirikiana na UNESCO tusherehekee siku ya Kiswahili ya kimataifa tarehe 7. Lakini mbali na hiyo, hatuendi tu kule Ufaransa kwa ajili ya kufanya sherehe. Tunakwenda Ufaransa kimkakati. Ni lazima kupitia kongamano hilo, kupitia kukutanika huko, Watanzania wenye kueneza lugha ya Kiswahili, Watanzania wenye mapenzi mema na Kiswahili, wawe ni wafanyabiashara, wawe ni wanadiplomasia, wawe ni watu mbalimbali wa kimkakati, wanakutana Paris, Ufaransa. Na kwa hivyo kutakuwa na wafanyabiashara mbalimbali, watakutana na wafanyabiashara wenzao, kutakuwa na wanafunzi, wanakutana na wanafunzi wenzao, kutakuwa na wanadiplomasia, wanakutana na wanadiplomasia mbalimbali, kutakuwa na viongozi mbalimbali kwa ujumla, kutakuwa na wataalamu wa lugha ya Kiswahili, kutakuwa na wenyeji wenye asili ya Kiswahili. Wote kwa pamoja tunakutana jijini Paris, mbali na kusherehekea, lakini pia ni kufungua hizo fursa nilizozungumza ambazo zitapitia katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tunatoka katika mawazo ya kufikiria tu kuhusu lugha ya Kiswahili, lakini kutenda lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tutawezesha lugha ya Kiswahili ionekane inafanya kazi. Sio swala la mawasiliano tu, habari nzuri, shikamoo, marhaba, hapana. Lakini tuitumie lugha ya Kiswahili katika kufanya biashara. Tuna soko la pamoja, kwa mfano soko huru la pamoja la Afrika. Ni namna gani tunaweza kutumia lugha ya Kiswahili kuwezesha ufanyaji wa biashara katika soko huru la Afrika? Tuna mazungumzo kuhusu lugha ya Kiswahili kama lugha wezeshi ya kuleta amani. Kuna mahali pengine ambapo bado wana ugomvi na hivi kutokuelewana. Ni namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kusaidia kuleta amani na umoja katika jamii hizo? Kwa hivyo tunataka kuona lugha ya Kiswahili imeingia kwenye matendo, hasa kutoka katika ile kuwa lugha ya mawasiliano, lakini kuwa lugha ambayo ina kazi fulani maalum. Lugha katika sheria, lugha katika biashara, lugha katika utabibu, lugha katika mambo yote yale yanayomzunguka mwanadamu. Asante. Kwa jina mimi ni Enezaeli Matayo Nanyaro. Ni mwanafunzi katika Chuo cha Sanaa na Utamaduni Bagamoyo hapa. Ninapenda kuhamasisha wadau wote wa sanaa Tanzania na wadau wote wa Kiswahili. Kuna tamasha linalofanyika Ufaransa mwaka huu, ambalo hilo tamasha linafanyika kwa ajili ya dunia nzima, ambao ni moja ya watu ambao wanasapoti Kiswahili. Ufaransa ni watu ambao wanasapoti Kiswahili chetu wa Tanzania, na sisi kama Tanzania tumefikiwa, tumepata hiyo fursa ya kwenda huko. Mimi naomba tu niwahamasishe kwenda kuitangaza Tanzania yetu, hususani kwenye mambo ya utalii. Tanzania tuna utalii mwingi, lakini tuna utamaduni mwingi Tanzania, ambao kama mmeona ngoma imechezwa hapa Tasuba, lakini kuna vivutio mbalimbali, na tumeona Mama Samia akivihamasisha na akiongelea kuhusu vivutio vyetu Tanzania na jinsi ambavyo utalii unavyoingiza fedha kwenye nchi yetu. Kwa kweli utakapofanikiwa kwenda kule, utakapofika kule, hebu kahamasishe utalii wa ndani wa Tanzania. Hebu kaitangaze Tanzania yetu, hebu kakitangaze Kiswahili. Kiswahili kina fursa nyingi. Tunaona sasa hivi kimefika kimataifa huko, kinaongelewa kimataifa. Hebu utakapofika katika nchi ile, tumia lile jukwaa vizuri kuitangaza Tanzania. Tumia lile jukwaa vizuri kutangaza utamaduni wetu. Kwa majina naitwa Christopher Paineto Egata, ni mwanafunzi wa Chuo cha Taasisi ya Sanaa na Utamaduni hapa Bagamoyo. Hivyo basi ningependa kuongelea katika kongamano linaenda kufanyika Ufaransa, ambalo litakuwepo kama kongamano la pili. Ningependa kuiomba jamii yangu au Tanzania kiujumla iweze kulinda mila na desturi na tamaduni zetu, ili kusudi tuendelee kuidumisha amani. Tunapaswa kuendelea kuzilinda mila, tamaduni na desturi zetu, ili kusudi ziendelee kutuletea amani kama ilivyokuwepo huko nyuma, na kwa ajili ya kizazi chetu cha baadaye. Ninaitwa Christabella Chitende. Ninatoka Tasuba, Chuo cha Sanaa
wanafunzi wa mwaka wa pili diploma. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya fursa hii ambayo tumeipata wa Tanzania kupata nafasi kushiriki kongamano ambalo linafanyika Ufaransa, kongamano la Kiswahili ambalo linawapa fursa wananchi, linawapa fursa vijana, linawapa fursa wanawake na wanaume pia, maana alipo baba yupo mama. Fursa hii ninapenda kuhamasisha ndugu zangu tusichukulie poa. Japokuwa Kiswahili kimetuunganisha na kupata amani, lakini zaidi sana tukapate fursa kwa ajili ya uchumi, lakini pia utamaduni iwe jicho letu la tatu. Angalia kwa tofauti sana, maana utamaduni unalipa. Wenzetu wanapata miela kupitia nini? Utamaduni. Kwa hiyo Watanzania ninawahamasisha tusikae kikawaida, tuchukulie utamaduni wetu kama fursa. Tuenzi Kiswahili, tukienzi ngoma zetu, tuzienzi na kila ambacho tunakiona cha kwetu tukienzi, afu tukakitie thamani, maana cha kwako unakipaisha mwenyewe. Vikundi ambavyo mtapata fursa ya kufika eneo lile, usiangalie tu kupata burudani au kutoa burudani tu, angalia pia fursa ya kupata fedha, maana utamaduni umebeba thamani kubwa. Hasa sasa hivi utamaduni wa Kiafrika unauza sana. Utamaduni huu wa mavazi, utamaduni huu wa ngoma, utamaduni huu wa visual arts ukawe fursa ya kuweza kuitangaza nchi yetu, hasa ukizingatia kwa sasa hivi Tanzania imekuwa kwenye chati nzuri kiutalii kimataifa, lakini pia ikawe sasa ni lango kuu la kuingiza fedha, lango kuu la kuleta masuala fulani ya kiuchumi. Mimi naitwa Geneva Kazinja, ni mwalimu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tuzungumzie kuhusu umuhimu wa makongamano na hususan haya makongamano ya nje. Sawa? Naweza kusema ni muhimu sana kwa sababu kwanza inasaidia kuzidi kukisambaza Kiswahili. Kwa hiyo unapokwenda nje watu wengi wanajua kwamba kuna lugha kama ile, na pia watu wanakuja pamoja, kwa hiyo mikakati inaendelea kukikuza Kiswahili zaidi. Lakini pia unawavutia na wageni zaidi. Sawa? Kwa sababu kwa Tanzania tunasema walau watu wanafahamu Kiswahili, lakini huko nje watu hawakifahamu. Lakini tunapokwenda tunazidi kukipeleka na kukisambaza. Kwa hiyo hilo jambo namba moja, lakini jambo namba mbili ni mahusiano baina ya watu. Unapata fursa kukutana na watu tofauti tofauti, kwa hiyo unatengeneza wanaita connection. Kwa hiyo unaweza kufahamiana na watu. Nakumbuka kuna kipindi nilihudhuria kongamano, nikutana na mtu akanipa fursa kupitia makongamano. Kwa hiyo tunajuana, tunaongeza wigo na tunaweza kuwasiliana na watu mbalimbali. Lakini jambo jingine kwa wanataaluma, wanapokwenda katika makongamano wanapata nafasi ya kuwasilisha zile makala zao, lakini unapata nafasi ya kuweza kutoa mawazo yako, lakini pia unapewa mchango. Sawa? Ukikaa sehemu moja ukajiandikia, unaweza kuandika vitu vingine ni tofauti kidogo, lakini ukienda kule wanaweza kuambia haya mawazo pengine mazuri zaidi, au ukiongeza jambo hili linapendeza zaidi. Kwa hiyo nafikiri makongamano ni muhimu sana kwa Kiswahili, lakini hata kwa sisi ambao tunakwenda kuhudhuria hayo makongamano. Ninaitwa Furaha na ninasoma katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ninasoma Kiswahili miezi 6 kwa sababu wazazi wangu wanafanya biashara katika Tanzania, na ninafikiri kusoma Kiswahili ni muhimu sana katika Tanzania. Watanzania wengi wanazungumza Kiswahili, kwa hiyo ninaamua kusoma Kiswahili na ninataka kujua, kuelewa utamaduni wa Tanzania. Ninapenda vyakula vya Tanzania. Mfano chapati ninapenda sana, ni tamu sana. Inaweza kuongeza nazi. Ni tamu zaidi.
na kuna nyama ya mbuzi ni tamu sana.